wakati Magufuli anaingia madarakani mwaka 2015, kile ambacho baadaye alianza kukifanyia kazi vingi yeye aliweka kwenye vitendo. Kwa mfano ukiangalia kuhamisha makao makuu ya nchi kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, hilo ni wazo ambalo liliasisiwa na chama cha TANU miaka mingi sana iliyopita. Serikali ya awamu ya kwanza ikaweka nia, zile serikali zilizofuata zikaweka nia, lakini yeye akaja kuweka kwa vitendo. Ukiangalia bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, hiyo ni mikakati ambayo aliikuta kwenye makaratasi. Reli ya kisasa ya SGR ni mkakati ambao uliasisiwa huko nyuma na serikali zilizotangulia, lakini yeye akazikuta na akaweka kwenye vitendo. Yani alikuta kwenye makaratasi akabadilisha kwenda kwenye vitendo. Ukiangalia ujenzi na ulinzi wa rasilimali za nchi, ni vitu ambavyo sehemu kubwa vilikuwa viko kwenye maandishi, yeye akaenda kutafsiri kwenye vitendo. Sasa miongoni mwa miradi ambayo naweza nikasema mikubwa ambayo iliasisiwa toka serikali ya awamu ya kwanza ni bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linazalisha umeme wa kiwango kikubwa mpaka na ziada kwa nchi yetu ya Tanzania. Ule mradi ulikuwa ufanyike miaka ya 70 lakini ikashindikana kutokana na fedha zinatoka wapi. Lakini ukiangalia miaka ya 70 mpaka kuanzia 2015 kipindi hiki ambacho Dr. Magufuli alikuwa madarakani, akaanza kuweka kwenye vitendo. Baada ya kuondoka Dr. Magufuli, rais wa sasa ambaye ni mrithi wake Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ameusimamia ule mradi na sasa unakwenda kukamilika kwa 100%. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba miongoni mwa miradi ambayo ya kimkakati na mradi ambao ni tunatakiwa kujivunie na mradi ambao utasukuma uchumi wa nchi kupeleka katika viwango vile ambavyo tunataka, ni mradi ule wa kusababisha nishati ya umeme kupatikana ya uhakika, na ambayo sasa tunakwenda sasa hivi wanasambaza vijiji vyote nchi nzima Tanzania vina umeme. Tunakwenda sasa kwenye awamu ya vitongoji na tumeanza kupeleka umeme kwenye vitongoji na sasa tunamalizia vitongoji vingine. Huu umeme ambao tunao mkubwa tunaozalisha ni sehemu ya kutekeleza wazo hilo la kupeleka umeme mpaka kwenye vitongoji. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba kama nishati ya umeme itakaa vizuri, manake itasisimua uchumi na uzalishaji, kuanzia kwa wale wanaozalisha kwenye kilimo, kwenye ufugaji, ukaenda kwenye uvuvi, utaenda kwenye ujasiriamali na mambo kama hayo, kwamba umeme utaenda kubadilisha hata nishati ndani katika matumizi ya nishati. Sasa tutaondokana na nishati chafu na kuanza kutumia nishati safi katika matumizi ya ndani na viwandani. Na tunatarajia kwamba kama mradi huo utakamilika kwa 100%, huenda hata bei ya umeme itaanza kufikiriwa upya. Badala ya kwenda juu ishuke chini, iwe ni bei ambayo kila mtu anaweza kuimudu, na tuanze kutumia umeme sio kama bidhaa ya anasa. Tutumie umeme kama nishati ambayo kila mmoja anaimudu, na tunaweza tukafanya mambo mengi sana kuanzia ngazi ya nyumbani, kwenye biashara na hata kwenye ngazi ya viwanda.